Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ningependa kukukaribisha katika chaneli hii ya Be Ready Always TV. Mimi ni mtumishi wa Mungu Meshak Orono. Video hii nimeitoa ili imfikie mwalimu wa neno la Mungu kutoka Tanzania anayeitwa Mwalimu Daniel Mwankemwa. Mbona nitoe hii video na mbona nitoe wito kwamba imfikie yeye? Ni kwa sababu mwaka wa 2024 nimewahi toa video kuhusu somo ambalo linaitwa alama ya mnyama, na nikaweka hii title ambayo inasema kwamba Mwalimu Meshak Orono amfundisha Mwalimu Daniel Mwankemwa kuhusu alama ya mnyama. Nilitoa hiyo video kwa sababu niliona alikuwa na utofauti kidogo na jinsi naelewa kuhusiana na alama ya mnyama. Kwa hivyo nilipomweka hata katika hiyo DP ama hiyo poster hapo katika YouTube channel yangu, baadaye aliipata video akaicomment. Alipoicomment akasema maneno yafuatayo. Nataka nikuonyeshe comments zake, alafu kisha baadaye nikuonyeshe kile ambacho kitakuja baadaye. Mwalimu alicomment akisema hivi: ninajua kuhusu alama ya mnyama ni tofauti na ile mnayoisema nyinyi, mnakosea. Hivyo akapinga kile ambacho nilisema, akasema kwamba sisi tunakosea. Akisema sisi anamaanisha Waadventista wa Sabato jinsi wanavyoielewa, hasa Waadventista wa Sabato katika ambao wako na mfumo wa General Conference kama organization yao. Alafu mimi nikamjibu nikisema kwamba ni wapi nimekosea kwa hiyo video nimekutumia. Nilipomuuliza hivyo, akajibu kwa comment nyingine akasema kwamba umekosea kwa kusema mnyama ni upapa, badala ya kusema ni utawala wa Kirumi, usio wa kanisa. Kwa hivyo akasema kwamba mimi nimekosea, mimi nilisema mnyama ni upapa, badala ya kusema mnyama ni utawala wa Kirumi usio wa kanisa, usio wa kidini. So mimi nikamjibu nikisema hivi: asante kwa kuwa mkweli kulingana na kiwango cha elimu nilicho nacho. Nitakuja kutoa fundisho la kudhibitisha kuwa huyo mnyama wa Ufunuo 13:1 hadi 10 ni nani. Natumai tutanoana, maana chuma hunoa chuma. Kisha nikaendelea kusema kwamba basi alama ya huyo utawala wa Kirumi usio wa kanisa ni gani ama ni nini? Sasa mimi nikasema kwamba nilimwahidi kwamba nitatoa video ambayo inahusu huyu mnyama ni nani. Maana niliona tofauti ni kwamba atuelewani mnyama ni nani. Na huyu mnyama ni yule mnyama ambaye Biblia inasema kwamba ana 666. Ana nambari ambayo ni 666. Kwa hivyo ni mwema kujua huyu mnyama ni nani, maana ana 666. Kwa hivyo nimetafakari ni jinsi gani nitatoa hii video imfikie Mwalimu Mwankemwa, lakini Mungu amenishawishi huu mwaka wa 2026 kumfunza hii mada. Maana naona hii mwaka wa 2026 sana amekita katika unabii sana wa Danieli na Ufunuo. Hasa pia nataka nimtolee huu umfikie. Niliona vema hii video nisimtolee hivyo bali
nitumie mtumishi mmoja ambaye anaitwa mtumishi David Mbaga kutoka Tanzania. Ni mchungaji ambaye nilimuona mtumishi Mwalimu Daniel Mwankema pia alimquote. Baada ya mimi kumuuliza swali fulani katika video yake, akamnukuu akasema kwamba nampenda mtumishi ama mchungaji David Mbaga pamoja na profesa ama Pastor Semba, Paul Semba. Kwa hivyo nilipopata video ya mtumishi David Mbaga ambaye ameongelea kuhusiana na hii somo vizuri, nikaona afadhali yeye amfunze, mtumishi David Mbaga amfunze mwalimu Daniel Mwankema kuhusiana na fundisho hili. Mimi nikae pembeni ili mchungaji ambaye mwalimu anamwamini kwamba anatumiwa na Mungu, hata mimi ninamwamini anatumiwa na Mungu, apate kumfunza. Na naomba baada ya hii video mwalimu Daniel Mwankema au mwalimu Daniel Mwankema aje a comment ama aje atoe pia video ya kusema kwamba ama ya kujibu kwamba je, mchungaji David Mbaga amehubiri ukweli hapo ama amekosea. Maana mimi ninaamini mtumishi David Mbaga ako sawa. So pia mimi ninamuuliza yeye mtumishi Mwankema samahani, je, anaamini jinsi mwalimu ama mchungaji David Mbaga ameeleza kuhusiana na 666 na huyu mnyama ambaye ameongelewa hapa? Je, kama naamini atoe video hata ama comment hapo. Najua chuma hunoa chuma na tutaelewana mwishowe. Tenda hatua kwa hatua ili tufike katika umoja wa imani. Kwanza kabla sijaweka mtumishi David Mbaga aongee aanze kufunza, acha tusikie jinsi mwalimu Mwankema mwenyewe anasema kwamba anaamini jinsi mtumishi David Mbaga anavyofunza. Hebu tusikize. Anajiita mtumishi Meshaki. Anasema Danieli, nakupongeza kwa ujasiri wako wa kuwakosoa watu. Na kuomba uje ujiunge pamoja na kanisa la Waadventista wa Sabato wa kweli. Mahali kuna watumishi kama kina Semba, Mbaga, tuwafunze watu ukweli. Okay. Meshaki, ngoja nikujibu. Ninajua umenifuatilia mara nyingi na umenisikia kwa kinywa kipana tena mchana kweupe nikitangaza kwamba kwa mimi katika kundi la wale ambao ni Waadventista wa Sabato, kundi ambao naweza nikasema hawa ni Wakristo wenzangu, nikasema ni kundi la General Conference. Kwa nini nawaita wa General Conference ni Wakristo wenzangu? Kwa sababu wamepokea fundisho la Utatu Mtakatifu. Na nikatoa sababu, nikasema kundi lolote ambalo linafundisha habari ya Utatu Mtakatifu lazima mafundisho yao yatagusa habari za mpango wa Mungu wa wokovu. Ndio nilichosema. Na nikaeleza nikasema hawa Adventista wa Sabato ukiwemo na wewe, kabla ya mwaka 1981 hamkuwa Wakristo. Narudia tena Meshaki, kabla ya 1981 Waadventista wa Sabato hamkuwa Wakristo. Kwa nini hamkuwa Wakristo? Kwa sababu hamkuwa na fundisho la Utatu Mtakatifu ambalo ndilo linaoelezea mpango wa Mungu wa wokovu. Lakini nilipoona tu kwamba toka 1981 kumbe hilo mnalo, na kwa kuwa na fundisho hilo mnaona lilivyogawanya, kuna kundi ambalo wanaendelea kupinga na ambao hata mambo ya wokovu hawana, wamejitoa. Na nimekuwa nasema kwa kinywa wazi hapa, mnajua kabisa kwamba mimi sio msabato, lakini nimekuwa nasema hapa, nikasema hivi, ninaweza kwenda kusali kanisa aliko mchungaji Profesa Semba. Ninaweza kwenda kusali kanisa aliko anakohubiri mchungaji Mbaga. Na nilitoa sababu. Nikasema kwa nini? Nikasema hawa watu usabato wao sio wa Agano la Kale. Ni wasabato lakini wanaishi usabato wa Agano Jipya kama siku. Kama vile mimi wa Jumapili, yeye ameamua Jumamosi.
lakini sio eti kwa sababu Biblia iliongea habari ya Jumamosi au siku ya Sabato ilivyokuwa kwenye Agano la Kale. Hicho ndicho ninachokikataa. Sikiliza mahubiri ya mchungaji Mbaga. Yeye alitaka endeleeni hivyo hivyo kuwa wa Sabato, lakini muishi Sabato ya Agano Jipya. Kama mmeamua kuitumia siku hiyo kama vile mimi nilivyoamua kuitumia Jumapili. Kwa hiyo ndugu yangu Meshaki, nilisema hivi, mimi sina shida na Wasabato. Akiniambia mimi ni Msabato, lakini usabato wake uwe wa Agano Jipya. Kwenye Agano Jipya ndiko tunapopata neno mkawabatize watu kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ambazo hizo ni nafsi tatu katika uungu. Ninajua General Conference tangu mwaka 1981 ndio wana mafundisho hayo, ambayo leo ili kundi hili hawa walio offshoot kina Onyango hawakubali. Lakini ni hawa wanaotulaumu sisi wa Protestant, wanaolaumu watu wa Jumapili, na wanalaumu, wanasema huyo ni papa. Lakini anajifungia chumbani na kwenye studio yake. Sasa kama unasema kweli, kwa nini ujifungie chumbani? Sitokeza. Kwa hiyo ndugu yangu Meshaki, kama na wewe unaamini katika utatu, yani ukishaamini tu katika utatu, wewe ni ndugu yangu bila kujali uko dhehebu gani. Kwa sababu kinachotofautisha baina ya Wakristo na wasio Wakristo ni fundisho la utatu. Kilichowafanya hawa watoke, kwa sababu ndani ya mioyo yao wamejaa uasi. That's why we call them offshoot. Kwa hiyo ndugu yangu Meshaki, wala usiwe na wasiwasi. Mimi nikija hapo nikikukuta unafundisha utatu, kwa sababu ukifundisha utatu lazima utagusa habari za mpango wa Mungu wa wokovu. Lazima. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Leo ninashughulika na Onyango hapa. Mimi nikae pembeni ili mchungaji ambaye mwalimu anamwamini kwamba anatumiwa na Mungu, hata mimi ninamwamini anatumiwa na Mungu, apate kumfunza. Na naomba baada ya hii video Mwalimu Daniel Mwankemwa aje a-comment ama aje atoe pia video ya kusema kwamba ama ya kujibu kwamba, je, mchungaji David Mbaga amehubiri ukweli hapo ama amekosea? Mpendwa mtazamaji wa Mahubiri TV, nikukaribishe kwenye kipindi kizuri sana ambacho najua kwamba watu walio wengi wamekuwa wakisubiria sana, ili kuweza kupata majibu ya mada mbalimbali ambazo zimekuwa zikizunguka sasa hivi, hasa wakati huu. Natambua ya kwamba kuna maswali mengi yameibuka kuhusiana na masuala ya chanjo, kuhusiana na masuala ya corona, hasa ikihusianishwa na namba 666. Wengi wamejaribu kutoa tafsiri kwa jinsi wanavyoweza, na baadhi walitamani kusikia ya kwamba hivi Biblia inasema nini hasa kuhusu jambo hili. Natambua wazi ya kwamba hata wale ambao wamejaribu kutoa majibu kwa namna moja ama nyingine wamekuwa pia wakitumia Biblia. Ni kweli Biblia ina majibu ya kila kitu katika maisha yako. Ni namna tu ambavyo unaweza kuitumia, namna ambavyo unaweza kuisoma na kuielewa. Somo la leo ni nyeti sana. Ni kuombe usije ukatoka nje ya mada. Kwa hiyo basi fuatilia kuanzia mwanzo hadi mwisho. Usiruke kipengele chochote, kwa sababu kwa kuacha kimoja na kwenda kwenye kingine unaweza ukadhani umeelewa, kumbe hujaelewa. Lakini pia najua kuna watu wenye nia nzuri ambao wanakata video zetu na kuzisambaza. Si jambo baya, lakini wakati mwingine mtu anaweza akakata sehemu tu ambayo inaongelea kitu ambacho anahitaji. Hivyo basi, kama utapata kipande chochote cha video hii kwa unyeti wa somo hili, ninakushauri uende moja kwa moja ukaangalie video nzima ili uweze kupata kile ambacho kinaongelewa hasa. Tuombe tunapoanza somo la leo. Baba yetu na Mungu mtakatifu, na kushukuru kwa neema yako na upendo wako. Somo la leo tunahitaji uwepo wako na nguvu yako iwe nasi,
kama ambavyo umekuwa nasi katika masomo mengine na kuzidi pia. Ninakuomba ukapate kugusa kila mmoja anayefuatilia, ukapate kugusa pia akili zangu, ili kile ambacho kimekusudiwa pekee ndicho kiweze kufika kwa watu kama inavyohitajika. Ninakutukuza maana we ni Mungu. Asante maana utatenda zaidi ya haya. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Watu wengi wamekuwa wakitoa maoni mbalimbali kuhusiana na swala zima la namba 666. Hasa wengi wakihusianisha korona na namba hii. Lakini kumbuka, mambo haya yote yanatolewa katika Biblia, na lazima tuiangalie Biblia na kuisoma kama inavyotakiwa. Biblia ni moja. Madhehebu ya Kikristo ni mengi sana. Umewahi kujiuliza ni kwa nini kumekuwa na madhehebu mengi wakati Biblia ni moja? Hii ni kwa sababu kila mtu anapotafsiri Biblia na kupata uelewa wake, wako watu ambao wanaamini kile ambacho amekifasiri, na wale ambao wanaamini kile ambacho amekifasiri mtu fulani au kundi fulani la wasomi. Kwa hiyo wale ambao wanaamini kama wao wanatengeneza mfumo wao wa imani ambao wanafuatana. Hili si katika Ukristo tu. Ukitazama katika dini zote maarufu duniani utakuta mfumo ni huu. Angalia kwa mfano katika dini ya Kiyahudi. Dini ya Kiyahudi ilikuwa ni moja, lakini kulikuwa na madhehebu mengi chini ya dini ya Kiyahudi. Kulikuwa na Mafarisayo, kulikuwa na Masadukayo, kulikuwa na Wazelote, kulikuwa na Wanazarayo. Wako wengi, hao ni baadhi tu ya madhehebu ambayo nimetaja, lakini katika dini moja, dini ya Kiyahudi. Njoo katika Uislamu, ni hivyo hivyo. Islam ni moja, lakini ukiangalia chini yake kuna Ahmadiyya, kuna Wasuni, kuna Washia. Wako wengi na madhehebu mengine mengi ambao wako hapo. Wote hawa unakuta wanajiita Waislamu, na katika Ukristo iko hivyo hivyo. Tahadhari ambayo mara nyingi napenda kuitoa kwa msomaji wa Biblia ni hii: usikurupuke katika kutafsiri Biblia. Jiridhishe kwanza unachokisoma kiko sahihi, si kwa lugha yako tu. Ikiwezekana angalia lugha mbalimbali, lakini ikiwa una uwezo wa kuangalia lugha ya asili iliyoandikiwa Biblia, unaweza ukapata picha pana zaidi kuliko mtu aliyetumia lugha moja. Lakini hakikisha pia unatumia muktadha, nikiwa na maana ya kwamba nini kilitokea mpaka hilo andiko likaandikwa. Ukitafsiri kwa kulizingatia muktadha, inakusaidia sana kutengeneza maana na hitimisho zuri. Najua kabisa hatuwezi kufanana katika tafsiri, lakini angalau kuna mambo ambayo tunafanana. Wakristo katika madhehebu yetu yote kuna mambo ambayo tunafanana. Wote tunaamini ya kwamba Yesu Kristo ni Mwokozi. Lakini unapokuja katika ubatizo tunatofautiana mitazamo. Unapokuja kwenye kumbukumbu labda za wale ambao waanzilishi wa dini zetu na madhehebu yetu, tunakuwa na tofauti. Sasa unapokuja kwenye hoja ya 666, leo ndipo tuangalie kile ambacho Biblia inasema, siri ya 666. Na tunapoangalia kile ambacho maandiko yanasema, usisikilize ukiwa na mtazamo wa dhehebu lako. Hapana. Hebu sikiliza kwa kuangalia kile ambacho Biblia inasema. Na leo nitakuwa na nukuu baadhi ya wataalamu mbalimbali wa zamani, wasomi tuliowakubali, waanzilishi wa madhehebu makubwa ya Kikristo. Ndipo utaelewa 666 walikuwa wanaelewaje, ili ndipo tuangalie kwamba hivi leo tunachokiona ndivyo au sivyo. Kumekuwa na mitazamo mingi sana ya kwamba alama hii itapigwa katika paji la uso. Baadhi wakiamini kwamba unaweza ukaona kabisa 666 katika uso wa mtu. Wengine wakiamini ya kwamba kwa wale ambao ni wateule wa Mungu, kwa kuwa nao pia wanawekwa mihuri, basi watakuwa na namba 7 katika nyuso zao. Ni mitazamo ya watu, wamekuwa wakiongea mengi. Lakini hili hasa linatolewa wapi? Ni kwenye kitabu cha Ufunuo sura 13 fungu la 16. Ndipo watu wengi wanaanza hoja hii. Naomba uiangalie vizuri, alafu tuanze hatua kwa hatua hadi mwisho na kuelewa kuna uhusiano gani kati ya corona, kuna uhusiano gani kati ya corona, chanjo na namba 666. Fuatilia vizuri sana. Ufunuo 13 fungu la 16 anasema, naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Fungu la 17. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake.
na wengi ndipo hapa wanatengeneza hitimisho zuri kabisa. Fungu la 18 kwenye Ufunuo sura 13 ina maneno yafuatayo: hapa ndipo penye hekima. Zingatia maneno haya, hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na aihesabu hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Sasa wanaotengeneza hoja kwa haraka sana wanatumia fungu la 18. Lakini kumbuka, mwanzoni katika maelezo yangu nimesema ukihitaji uweze kupata maandiko vizuri yanamaanisha kitu gani, ni vizuri ukaangalia muktadha. Anza mtiririko wote, usikimbilie fungu lote. Nini kilitokea? Anza mwanzoni katika sura, ndipo utaanza kujua lile fungu ambalo umelisoma wewe linasemaje. Turudi tena, fungu la 18 linasema hapa ndipo penye hekima, ufahamu. Yeye aliye na akili. Angalia maneno haya vizuri. Ina maana kwamba hii namba 666 haitakuwa wazi sana kama mnavyofikiria. Wanaoweza kuitambua ni wenye hekima, wanaoweza kuijua vizuri na kuihesabu ni wenye akili. Kwa hiyo usikimbie kwa haraka sana, kwa sababu kuna kitu kimejificha ndani yake. Fungu la 18 ndivyo linavyosema hivyo. Sasa kama nilivyosema, kuna mitazamo mbalimbali kuhusu namba 666, na tutaanza kuiangalia mitazamo hii, alafu ndipo tutaangalia kile ambacho kweli kinapelekana na maandiko husika. Tukishaangalia hii mitazamo kwa ujumla wake, tutaanza kupata picha nzuri kabisa. Katika Waebrania, katika taaluma yao, kuna mojawapo ya somo ambalo linaitwa gematria au gematria. Hili ni somo ambalo au ni kitu ambacho unaweza ukachukua herufi na kuzifananisha na namba fulani, na hivyo unaweza ukahesabu ukajua kabisa ya kwamba jina lina namba fulani. Hii walikuwa wanaitumia sana wakati huo kwa ajili ya kupeleka taarifa zao za siri. Kwa mfano, jina langu mimi ni David Mbaga. Ili watu wasije wakajua kwamba mnamuongelea David Mbaga, mnaangalia D ni namba gani, unaangalia A ni namba gani. Kwa mfano kwetu katika alfabeti za Kiingereza ambao tunazitumia, A ni 1, na kwa Yunani ni hivyo hivyo kwa sababu ni alfa, ni ile ya kwanza. Kwa Ibrania huenda ni hivyo hivyo. Kwa hiyo unapoanza kuangalia hizo sasa, unajua A ni 1, alafu unaanza kufuatilia zote. Kwa mfano D inaweza kuwa 3 kwa mfano, unaandika hizo. Kwa hiyo zile namba ukizijumlisha unapata namba fulani, ndipo wanakutajia namba. Kwa hiyo akitaja namba, kwa mfano akisema 315, unajua kabisa hapa anayetajwa ni David Mbaga kwa sababu ya kuhesabu zile. Hiyo inaitwa gematria. Kwa upande wa Wayunani au Wagiriki walikuwa na kitu hicho hicho. Kwao walikuwa wanakiita isopsefi. Ni somo hilo hilo. Kwa sio jambo geni sana ambalo unaweza ukadhani kwamba labda ni kitu kigeni. Kwa hiyo Yohana anapokuja kuandika zile namba, anajua jamii anayoihubiri, jamii anayoitumia ujumbe inaelewa hiki ambacho kinasemwa. Sasa basi, kuna kundi la kwanza ambalo liliamini mwenye namba hii 666 kwa sababu ni hesabu ya jina lake. Waliamini ya kwamba alikuwa ni mfalme Nero wa Rumi. Ndio maana wao ukiwaambia leo kwamba chanjo au corona ni 666 wanakushangaa sana. Hawa wana theolojia wa kundi hili wanakuambia sisi tunajua kwamba alishatokea zamani na anaitwa Nero, na namba zake, majina yake ukihesabu yanazaa hiyo namba 666. Kwa hiyo wanakuambia hicho kitu kilishapita, na wao wakisikia watu wanaongea hizi story leo wanawashangaa sana, maana nasema hamjui theolojia. Habari hii ilishapita. Nero ni mfalme ambaye alitawala mwaka wa 54 mpaka mwaka wa 68 baada ya kuzaliwa Kristo. Alikuwa ni mfalme katili sana. Aliwatesa Wakristo, aliwachoma moto, wengine mpaka alikuwa anawasulubisha katika misalaba. Alikuwa ni mnyama kweli kweli. Inaaminika pia aliwahi kumuua mama yake mzazi kwa jinsi alivyokuwa katili huyu Nero. Wakristo wengi waliteseka wakati wa Nero, na alikuwa ni mtawala wa Kirumi. Kwa hiyo wakahitimisha kwamba huyu ndiye yule mpinga Kristo anayetajwa na namba yake ni 666 walivyoamini. Sasa hawa wanaamini kwamba tukio la namba 666 lilishapita. Na kwa nini wanasema Nero ni namba hiyo? Ni kweli kabisa. Ukiwatazama mahesabu aliyoyapiga, jina Nero lilikuwa linazaa namba 666.
Kwa hiyo jina lake huyu Nero, kwa mfano nimekupa mfano wa mimi ni David Mbaga au David Azaeli Mbaga. Hayo majina matatu unaweza ukaunganisha ukapata namba. Sasa Nero alikuwa anaitwa Nero Kaisari kwa Kiebrania. Kwa Kiebrania wao walikuwa wanamtamka Nron Kusir, ndivyo walivyokuwa wanamtamka kwa lugha ya kwao. Sasa kama unavyoona hapo kwenye PowerPoint nimeandika kwa lugha ya Kiebrania na jinsi ambavyo inatamkwa. Sasa basi wanapoangalia hili jina Nron Kusir, wanapolitazama vizuri, ukianza kupiga mahesabu yake utaona kabisa inaleta 666 kwa mtazamo wa kwao. Nakupa mfano. Herufi ya kwanza kwa Kiebrania, kumbuka nimekwambia kwamba wao walikuwa wanatamka Nron Kusir. Sasa ukiangalia herufi ya kwanza katika kutamka ilikuwa ni herufi ya Kiebrania ambayo inaitwa Resh, alafu unakuja herufi ya pili ambayo ni Samek, unakuja Kof, unakuja Nun, Vav, Resh, Nun. Hizi ni herufi ambazo zinajitokeza katika hili jina. Sasa tuanze kuziangalia herufi hizi moja moja kwa Kiebrania na namba zake ili tuone kwamba inazaa 666. Wewe ambao unaangalia kwenye skrini yako utaona vizuri hapo kwamba Resh ni 200, alafu Samek ni 60, Kof ni 100, alafu Nun ni 50, Vav ni 6, alafu Resh tena inakuja ni 200 ambayo tumeona kule mwanzoni, alafu Nun ni 50. Ukijumlisha zote kwa ujumla zinazaa 666. Kwa hiyo kwa mtazamo wao wanamuona Nero akiwa anakamilisha kabisa 666. Kwa hiyo wao wakati huo Wakristo hao wakisoma hilo andiko walikuwa wanaona hiyo namba kwa Nero. Ila tutaangalia baadaye kwenye mafungu ya Biblia ili tuone kwamba je, alikuwa anafiti kile ambacho kimeelezwa katika mafungu ya Biblia? Hilo ni kundi la wanahistoria ambao wanaamini kwamba swala hilo limepita kabisa. Kuna kundi la pili la wanatheolojia ambao wanaitwa ni idealists au idealism, watu wa fikra, watu wa mawazo, ambao wao wakiangalia kundi la kwanza ambao linamchukua Nero kama ndiye 666, wanasema hao watu wamekosea kabisa. Nero hawezi kuwa. Wao wanaamini kwamba namba 6 ni namba ya kibinadamu, wakiwa na imani hii ya kwamba binadamu aliumbwa siku ya 6, alafu namba 7 ni ukamilifu ambao ni namba ya Mungu. Wanasema hivi, popote unapoona namba 6 inawakilisha upungufu wa kibinadamu. Kwa wao wanakuambia unapoona 666 haina maana ya kwamba itakuwa kabisa namba kabisa ambayo inapigiwa mahesabu. Hapana. Wao watu wa idealism wanasema ni fumbo, ni kama tu uwakilishi, kwamba ikiwakilisha 666 upungufu wa kibinadamu. Kwa hiyo huyu mtawala ambaye atakuwa anakuja, mpinga Kristo, atakuwa anajidai kwamba ana uwezo sawa na Mungu, lakini kiuhalisia hawezi kumfikia Mungu. Kwa hiyo namba yake ni 666, ikiwa na maana kwamba mwisho anaishia katika hali ya kibinadamu. Kwa hiyo kwao 666 ni lugha ya mfano na wala sio halisi. Wao watu wa idealism. Kwa hiyo hawaamini kwamba kuna siku mtu atapigwa katika paji la uso na mwingine awekwe namba 7, la hasha. Lakini kuna mtazamo ambao tunaoita wa kihistoria. Ule wa kwanza niliotaja ni kwamba matukio yaliyopita, sio kihistoria hasa, ni matukio yaliyopita, kwamba 666 ilishapita. Mtazamo wa pili ni idealism, lakini kuna mtazamo wa tatu ambao wanaitwa wanahistoria. Wanahistoria katika lugha ya kinabii ni kundi lipi? Ni kundi ambalo wanaamini kwamba tangu wakati wa Yesu hadi ujio wake wa mara ya pili, kitabu cha Ufunuo na kitabu cha Danieli kina cover au kinafunika matukio yote ya nyakati hizi. Narudia tena. Kundi la wanahistoria wanasema hivi, kitabu cha Ufunuo, kitabu cha Danieli kina matukio yaliyopita, lakini kina matukio endelevu ambayo yataendelea mpaka Yesu atakapokuja. Kuna kundi lingine tena wanaitwa mtazamo wa mbele. Kwa hiyo wanahistoria watawaelezea mwishoni, uone jinsi ambavyo idea zao zinaingia kwenye Biblia. Lakini kuna kundi lingine wanaitwa, hawa ni wana mtazamo wa mbele. Wanakuambia matukio yote katika kitabu cha Ufunuo yako mbele. Mpinga Kristo atakuja, na atakuja wakati kanisa limeshanyakuliwa tayari. Hili kundi la mtazamo wa mbele lilikuja kujitokeza baadaye sana, halikuwepo.
na lilijitokeza wakati ambapo akina Martin Luther, mwanzilishi wa dhehebu la Lutheran, akina John Huss wa kule Ujerumani, na wengine wengi ambao waliibuka wakati huo wakiwa ni wanatheolojia wakubwa, wakifundisha kwamba mpinga Kristo alikuwepo wakati huo na anaendelea kuwepo. Walipoibuka, ilibidi paibuke kundi lingine likasema hapana, mawazo ya kina Luther sio sahihi, mawazo ya watu wengine wote sio sahihi, lakini mpinga Kristo yuko mbele. Hao ndio mpaka leo pia tunao, wanasema hivi, mpinga Kristo na namba yake itakuja kujitokeza wakati kanisa limeshanyakuliwa. Kwa hiyo wanaamini kwamba kuna wakati kanisa litanyakuliwa, alafu mpinga Kristo atabaki hapa duniani na watu akiwatawala. Hapo ndipo ataanza kuwatesa watu na atawalazimisha kutumia ile alama au ile chapa, na bila hiyo chapa hawataweza kuuza wala kununua. Kwa hiyo wao wanakuambia tukio hilo bado liko mbele. Hilo halipo. Wanakuambia mkisema alishapita, hapana. Mkisema bado anafanya kazi sasa hivi, hapana. Ila yuko mbele, atakuja. Lakini kuna kundi linaitwa mtazamo wa kisasa. Mtazamo wa kisasa ni kundi lipi? Hawa matukio mengi ya sasa yanayotokea wanaamini yametabiriwa na yanatimia sasa hivi hapa. Kwao alama ya mnyama au 666 kwao ni kadi za benki, leseni za udereva, na sasa hivi chanjo ya korona. Kwa hili kundi linaitwa mtazamo wa kisasa. Hao ndivyo wanavyoamini hivyo. Kwa hiyo makundi yote haya tunayo kama nilivyokwisha kuyaelezea. Na ukiingia kwenye mitandao, ukiingia YouTube, ukijaribu kutafuta, utakuta kila mmoja anaelezea mtazamo wake, lakini ukimsikiliza vizuri utakuta anaangukia katika makundi haya niliyoyataja moja wapo. Na kila kundi ukilitazama linaweza kukuonyesha jinsi ambavyo linaelewa kile ambacho linakisema kweli kweli na linakuunganisha na Biblia. Kwa mfano, hebu tuangalie kundi la kisasa ambalo linaamini kwamba corona ni 666. Wanaangalia kigezo gani? Katika hili kundi la kisasa ambalo wanatafsiri hii namba katika mfumo wa kisasa, mojawapo ya argument wanayoitumia au shahidi ni kwamba jina corona linazaa 666. Lakini ukiangalia kwa makini hesabu ambayo wanaitumia, inazaa 66, haizai 666, haziwi 3. C ni 3, sifuri wanasema ni namba ya 15, R ni 18, sifuri 15, N 14, A ni 1. Ukizijumlisha zote zinazaa 66. Na wala sio 6666 ambazo zinakuwa ni 3, hapana. Hii inakuwa ni 66. Kwa hiyo kwa ushahidi huu unaweza usione, yani unaona kabisa kwamba hakuna mashiko kwa tafsiri hii. Kwani Biblia inasemaje? Ndilo swali la msingi sana. Katika yote hayo Biblia inasemaje? Ufunuo 13 fungu la 18, hebu tuanze kuangalia jambo la msingi pale. Anasema, hapa ndipo penye hekima, yeye aliye na akili na aihesabu hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Zingatia maneno haya nimeongea tangu mwanzoni, ya kwamba inahitajika hekima, inahitajika akili. Na hekima hapa sio hekima ya kibinadamu, ni hekima ya kimbingu ya kufafanua maandiko. Ndiyo ambayo inahitajika hapa. Hekima Roho Mtakatifu, sio mihemko. Ukianza kuelewa hili sasa, ndipo tunaanza kuangalia kitabu cha Ufunuo vizuri, kabla ya kuhitimisha chanjo, korona yenyewe, kabla ya kuhitimisha hayo yote. Hebu tuanze kuangalia sasa, hivi kweli Biblia inasemaje? Jambo la kwanza la msingi sana ambalo nataka wewe uweze kulitazama, inawezekana hapo ulipo una kalamu na karatasi na uenda unaandika, nataka uandike hili. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu cha mafumbo. Ufunuo ni kitabu cha mafumbo. Ukishaelewa hivi kwamba ni kitabu cha mafumbo, ndipo utaanza kuwa makini kuangalia fumbo moja moja na tafsiri zake. Na tafsiri za kitabu cha Ufunuo hazijafichika. Zote ukiziangalia kwenye Biblia utakuta hii inamaanisha hivi, hii inamaanisha hivi. Wale ambao mmeangalia somo la hisabati kwa Tanzania, sijajua kwa ndugu zangu wa Kenya na wa Kongo na Warundi na Wanyarwanda na Waganda, sijajua kwao inakuwa ni darasa la ngapi. Lakini nakumbuka kuna formula moja inaitwa pi. Ukiangalia ile pi
Ukipewa hesabu yoyote lazima mwalimu akuelekeze au mtunga swali akuelekeze kwamba hapa tumia pai ya 22/7 au ile nyingine. Sasa ina maana ukiona pai, mtu yeyote akiona neno pai katika hisabati anajua kwamba inawakilisha vitu viwili. Sasa unapoangalia kitabu cha Ufunuo lazima ukiona mafumbo yake uanze kuelewa fumbo moja moja kwamba linamaanisha kitu gani. Ufunuo 14 fungu la 9 anasema hivi: na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Unasikia hii maneno mawili haya? Anasema, ngoja nirudie kidogo bali. Na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama. Unaona fumbo la kwanza, mnyama, sanamu yake. Haya yote ni mafumbo, haya ni mafumbo. Lakini ili tuweze kujua kitabu cha Ufunuo sura ya 13, hatuwezi kukimbilia kwenye namba tu. Tuanze kule awali katika sura inapoanza. Inaanzaje? Ufunuo 13 fungu la kwanza anasema, kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Fungu nzima limejaa mafumbo. Ukiliangalia hivi unaanza kuchanganyikiwa. Kwanza mnyama atoke baharini, alafu ana pembe 10. Hujai kuona mnyama mwenye pembe 10? Alafu tena ana vichwa 7. Kwanza anatisha tu. Na juu ya pembe zake ana vilemba au taji, ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Unaona, yani ikatokea huko kwenye ndoto yako hivi ukaota limnyama kama hili, ukiamka unaweza ukawa umechanganyikiwa kabisa kwa jinsi ambavyo anatisha. Fungu la pili, na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu. Hawa ni wanyama tofauti. Alikuwa mfano wa chui, ana miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Mpaka hapo unaona kuna fumbo tena limejaa hapo. Mnyama ambaye anafanana na chui, miguu anakuwa na miguu ya dubu, kinywa kama cha simba, alafu panaibuka lijoka linampa nguvu huyu mnyama wa ajabu. Angalia hiyo picha tu kwa jinsi ambavyo unaiona hapo katika screen yako ya television au kwenye simu yako. Hebu angalia jinsi huyo mnyama ambavyo taswira yake ambavyo ingekuwa. Ana umbo ukilitazama kabisa kama chui, miguu kama ya dubu, lakini angalia hivyo vichwa vilivyo vingi. Ukiona mnyama kama huyu utatishika kabisa, lakini ni lugha ya fumbo. Hebu tuanze kuangalia mafumbo ya kuanzia Ufunuo sura 13 fungu la kwanza hadi la 18. Hapo ukiangalia hii sura kuanzia fungu la kwanza hadi 18 kuna mafumbo yafuatayo. Fumbo la kwanza, mnyama. Kama hutajua mnyama anawakilisha nini, kila ukisoma kitabu cha Ufunuo utakuwa umechanganyikiwa sana. Mnyama kiunabii ana maana ya kitu gani? Lakini pia itabidi tuangalie fumbo la pili, bahari au maji. Maana mnyama alitokea kwenye bahari. Bahari ina maji. Hii pia ina maana gani kiunabii? Jambo la tatu, tutaangalia pembe. Pembe zina maana gani kiunabii? Lakini tutaangalia pia joka. Anaposema joka ana maana gani? Lakini pia tutaangalia kwa kina maana. Kwa mfano neno joka unaweza ukafikira ni shetani kwa haraka, lakini na maana zaidi ya moja. Sasa tuanze kuangalia mafumbo yetu vizuri, ili ndipo tuhitimishe kwamba chanjo ya korona au na korona yenyewe, je, ni ile 666 ambayo ndo tunaongea habari zake? Hebu tuanze kuangalia sasa vizuri. Moja, mnyama kiunabii. Unapoona popote katika unabii mnyama anatajwa, anamaanisha nini? Kwenye kitabu cha Danieli sura ya 7 fungu la 17 kuna maneno yafuatayo: wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Stop hapo sasa, uone, angalie tu hiyo picha jinsi ilivyo. Jambo la kwanza kabisa, kumbe unabii umetupatia tafsiri ya kwamba unapoona amesema mnyama, ujue anaongelea ufalme au wafalme. Maana Danieli 7:17 anasema wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakao tokea duniani.
hata sisi Tanzania mnyama ambaye ndiyo simbo au ishara ya taifa letu ni twiga. Kwa hiyo sio ajabu kuona katika Biblia wakitaja kwamba kila taifa liliwakilishwa na mnyama fulani. Kwa kila mnyama ambaye utamuona anatajwa hapo alikuwa anawakilisha taifa fulani. Danieli aliona wanyama 4. Aliona dubu ambaye alikuwa na mbavu 3 mdomoni, aliona simba mwenye mabawa, akaona pia na mwingine alikuwa ni chui pia mwenye mabawa, lakini mnyama 4 alikuwa ni wa kutisha na wa ajabu kama unavyoona katika picha yako hapa. Hawa wanyama jinsi alivyowaona ikabidi atafsiriwe moja moja kwamba anamaanisha nini. Ndipo anakuja kuambiwa kwamba hawa wanyama jinsi unavyowaona wote kumbe walikuwa wanawakilisha wafalme. Tuangalie Danieli 7 fungu la 23. Anasema, akanena hivi, huyo mnyama wa 4 atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia, utakao kuwa mbali na falme zile zote, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Unaona jinsi inavyokwenda. Kwa hiyo kumbe popote alipokuwa anasema mnyama alikuwa anamaanisha ufalme. Hiyo ndiyo maana yake. Kwa hiyo mnyama ni ufalme au utawala fulani. Mpaka hapo tuko sawa sawa. Twende tuangalie bahari au maji inamaanisha nini kiunabii. Ufunuo 17 fungu la 15. Kisha akaniambia, yale maji ulioyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Umeona tafsiri tumeshaipata tayari. Kwa hiyo ukisikia mnyama utawala ametoka baharini, ametoka kwa watu wengi. Maana bahari inawakilisha watu wengi. Bahari, maji, maana yake ni jamaa, makutano, watu wengi. Tayari umeshapata tafsiri yake. Tuangalie pembe. Anaposema pembe anamaanisha nini? Danieli 7 fungu la 24. Na habari za zile pembe 10, katika ufalme huo wataondoka wafalme 10, na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme 3. Kwa hiyo hapa tumeona kwa haraka kabisa pembe ni wafalme au watawala, wakati mnyama ni ufalme au utawala. Kwa hiyo kwa kuwa pembe ndio ambayo inampa nguvu mnyama yeyote, awe ni ng'ombe, awe ni nyati, ile pembe ndio kama kinga yake. Kwa hiyo ndio wale watawala, wafalme sasa wanaweza kutokea. Kwa hiyo anasema kwamba wale wafalme uliowaona itakuwa zile pembe ni wafalme. Sasa kama ni hivyo, tuangalie joka inamaanisha nini, ili tuone joka anapompa huyu mfalme nguvu yake. Joka ina maana 2 katika unabii. Tuangalie maana ya kwanza. Ufunuo 12 fungu la 9 anasema, yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, au danganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Kwa hiyo joka maana ya kwanza ni shetani. Unapoona joka popote pale inamaanisha shetani. Hilo likae kwenye akili yako vizuri kabisa. Kwa hiyo umeona kwamba joka sehemu ya kwanza alikuwa anamaanisha shetani. Na tuangalie joka sehemu ya pili, maana ya pili ya joka. Ufunuo 12 fungu la 9 anasema, ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Fungu la 4, na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Unaona kuna kitu kingine kinakuja kama kipya. Huyu joka anaonekana ana mfanano fulani na mnyama mwingine ambaye tulimuona kule mwanzoni. Anasema hili joka kubwa jekundu ana vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Kwa hiyo kuna mfanano mkubwa huko hapo. Sasa ili tuangalie vizuri fungu la 4 samahani, Ufunuo 12 fungu la 4 anasema, na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto. Kiunabii mwanamke, unapoona popote mwanamke ametajwa, unaweza kufikiria kwamba vile ni Mariamu, lakini maana yake ni kanisa.
Na kanisa hapa linapotajwa haina maana jengo, ni jamii ya waaminio. Kwa hiyo hapa tunapata picha ya kwamba kupitia wale wanaoamini, wanaosubiri ujio wa Masihi, atazaliwa mtoto ambaye ni Yesu Kristo. Lakini joka atahitaji kumla mtoto. Kwa tutaangalia ni nani ambaye alihitaji kumuua Yesu, ndipo tutamjua huyo joka maana ya pili ni kitu gani. Mathayo 2:13 anasema, na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Umeona jinsi ambavyo inafanana sana na kile ambacho kinatajwa hapa. Kwa hiyo hapa Yohana alikuwa anaonyeshwa historia ya tukio ambalo tayari lilikuwa limeshapita la kuzaliwa kwa Yesu, ya kwamba kuna utawala wa Kirumi ambao hapa pia na wenyewe unafananishwa na joka. Kwa nini utawala wa Rumi ufananishwe na joka? Ni kwa sababu ulikuwa ni utawala wa kishetani, utawala ambao nyuma yake ulikuwa unaongozwa na shetani. Nimekuwa nikifundisha somo moja ambalo linaitwa milima 7 au nipe mlima huu. Nilifundisha kule Kahama muda mrefu kidogo uliopita, wiki kadhaa zimepita sasa. Ukiingia YouTube unaweza ukaangalia vizuri. Wakati naongelea mlima wa utawala, nilisema hivi, katika kila mtawala kuna roho nyuma yake. Kwa hiyo mtawala anayeshika madaraka popote pale, kwa cheo chochote, kuna roho iko nyuma yake ambayo ndio inamuongoza. Kama anaongozwa na roho wa Mungu, huyu atakuwa anatawala vizuri. Lakini kama nyuma yake kuna roho ya joka au roho ya shetani, utawala wake utakuwa ni utawala ambao ni wa kumwaga damu sana. Kwa hiyo unapoona utawala wowote duniani, ukitaka ujue ya kwamba roho iliyoko nyuma yake ni kitu gani, angalia matendo ya ule utawala, ndipo utaanza kujua kabisa ya kwamba huu ni utawala gani. Ukiwa ni utawala umejaa dhuluma, ukiwa ni utawala umejaa kumwaga damu, utawala ambao umejaa kupoteza haki za watu, ndipo utaanza kujua kwamba roho iliyoko nyuma yake sio roho ya Mungu. Kwa sababu utawala wa Mungu, kama kuna roho ya Mungu nyuma ya utawala, utakuwa ni utawala wa haki, utakuwa ni utawala wa kuwainua watu, utakuwa ni utawala wa kuwatetea wanyonge. Hivyo vitu vitakuwa vikionekana, japokuwa wale ambao ni wabaya wakiona wanyonge wanatetewa, watauona ule utawala pia ni mbaya, lakini sura ya kimungu itaonekana. Kama Daudi alivyosimama, sura ya kimungu ilionekana, lakini waonevu walikuwa anawadhibiti vizuri kabisa. Kwa hiyo joka inamaanisha pia utawala wa Rumi ya kipagani. Kwa unapoona kwamba joka akampa nguvu yule mnyama, yani yule mtawala au ule utawala, lazima ujue kwamba inamaanisha kitu zaidi ya kimoja. Sasa iko hivi, tuliona utawala wa Kirumi chini ya Nero, tumeona jinsi vizuri mambo yalivyokwenda pamoja na akina Herode na walio wengi sana. Wakati wa utawala wa Rumi ya kipagani ndio waliojaribu kumuua Yesu, kummeza yule mtoto ambaye angezaliwa, na mtoto akakimbizwa mpaka Misri. Lakini utawala huu pia ulitesa sana Wakristo, uliwatesa Wakristo wengi sana, na wengi waliuawa. Kwa hiyo unaona ya kwamba tumeshaanza kupata picha ya huyu joka ambaye anampa utawala huyu mnyama ni Rumi. Kwa hiyo baada ya Rumi ya kipagani kutoweka, tutaangalia ni utawala gani ambao utafuata, ndio tutajua kwamba huyo ndiye yule mnyama ambaye mwenye ile namba. Tutaona na je, kuna ushahidi wa kibibilia kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 13 fungu la 18, ambapo ndio imeshikiliwa sana. Nasema hapa ndipo penye hekima, yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Sasa tuanze kudadavua vizuri, 666 ni nini hasa? Ni namba ya hatari, ni namba ya mauaji, ni namba ambayo inamwakilisha shetani na majeshi yake. Ufunuo 13 fungu la 1 anasema, kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Ndipo tunaanza kumtazama, tuanze kumwelewa vizuri sasa. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Na yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi.
Tumeona joka, kumbe alikuwa anawakilisha shetani, lakini joka alikuwa anawakilisha utawala wa Kirumi, Rumi ya kipagani. Kwa hiyo kama anawakilisha Rumi ya kipagani, kumbuka wale wanyama wanne ambao Danieli aliwaona. Aliona mnyama kama simba, akaona mnyama kama dubu, akaona mnyama kama chui, akaona mnyama wa kutisha. Na huyu mnyama tunayemwona kwenye kitabu cha Ufunuo sura 13 ana sura za wanyama wote. Tawala zote hizi zinaonekana kwake, kama vile amezikusanya pamoja hizi tawala zote. Ndipo fungu la pili anasema yule joka, yani Rumi ya kikafiri, Rumi ya kipagani, ikampa mnyama utawala na nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Hapa haihitaji kuhangaika sana, lazima tuangalie baada ya Rumi ya kipagani ambao ndio ilimuua Yesu, Warumi waliotesa wa Kristo, hao Warumi wapagani akina Nero na wengineo walipotoka, utawala gani ulifuata? Yani Rumi ya kipagani ilikabidhi utawala kwa nani? Tukijua aliyekabidhiwa utawala baada ya Rumi ya kipagani, huyo ndiye yule mnyama mwenye namba 666. Tutaanza kuijua na namba yake vizuri. Namnukuu profesa wa historia anaitwa LaBlanca, ni wa chuo kikuu cha Rumi kule Roma, Italy, University of Rome. Profesa wa history anaitwa LaBlanca. Nina mnukuu: to the succession of the Kaisers came succession of the pontiff of Rome. Mwisho wa kunukuu. Sio mimi nimenukuu, anasema huyu profesa, baada ya kuondoka kwa Kaisaria, yani utawala wa Kirumi ile ya kipagani ya Makaisaria, urithi wa kiti chake ulichukuliwa na utawala wa kiaskofu wa Rumi. Hayo sio maneno yangu, nimenukuu. Turudi Biblia inasemaje? Profesa huyo anavyoongea na Biblia, je, vinashabihiana? Ufunuo 13 fungu la 2 na la 5 anasema yule joka, yani Rumi ya kipagani, ikampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Kwa hiyo Rumi ya kipagani ikatoa nguvu yake, utawala, ufalme wake kwa Rumi ya kidini, naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu. Ili tujue kwamba hii Rumi ya kidini iliyokuja kutawala ndio yule mnyama, lazima tuone kwamba kuna inafanana na hiki kilichoandikwa kwenye Ufunuo 13 fungu la 2 na la 5. Anasema kwenye fungu la 5, naye akapewa kinywa cha kunena makuu. Je, Rumi ya kiaskofu au ya kidini au ya Kikristo ilipokuja kutawala ikawa na serikali yake, je, ilitamka maneno ya makuu? Je, ilitamka makufuru? Anasema akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Tukiona haya mahesabu ya miezi 42 inamwangukia Rumi vizuri ya Kikristo au Rumi ya kidini, yakishabihiana mahesabu vizuri, ndipo tutaanza kujua hata ile 666 inatoka wapi na inafanya kazi namna gani, na inafanya kwa siri kubwa ambayo wachache ndio ambao wanaweza kuelewa. Ni kweli kama Profesa LaBlanca alivyosema wa chuo kikuu cha Rumi, ya kwamba baada ya Rumi ya kipagani kuondoka, ulifuata utawala wa kiaskofu ambao ulishika madaraka ya kiserikali na madaraka ya kidini, na ulitawala kwa muda wa miezi 42. Je, tuone ndivyo ilivyo? Fungu la 6 Ufunuo 13, naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru, akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Tunapoongelea miezi 42 tunamaanisha kitu gani? Tutaiona hapo mbele. Akafunua kinywa chake, fungu la 6, amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake na wakaao mbinguni. Miezi 42 maana yake ni nini? Katika unabii kwa haraka sana, unapoona miezi, unapoona siku zinatajwa, lazima ujue pia hilo fumbo tunalifafanua namna gani. Kwenye kitabu cha Hesabu 14 fungu la 34 anatuonyesha kwamba kila siku kuhesabiwa kuwa ni mwaka. Kwa unapoona miezi 42 lazima tuangalie ni siku ngapi, ili hizo siku ndipo tujue ni miaka mingapi huyu mnyama aliweza kutawala.
Ezekieli 4 fungu la 6 pia inakazia kile kile cha kwenye kitabu cha Hesabu, ya kwamba siku moja kwa mwaka mmoja nimekuagiza. Kwa hiyo inakuja pale pale. Sasa tuangalie miezi 42. Zama hizo Wayahudi wanapoongelea mwezi mmoja una siku 30. Hii 31, 28, sijui ngapi zilikuja baadaye chini ya utawala wa Kirumi. Kwa hiyo achana nazo kabisa hizo. Haya ni mahesabu tunayatumia tu, lakini hayaingii katika unabii wa kibiblia. Kwa hiyo miezi 42 tupige mara siku 30, tunapata ni siku 1260. Kama ni siku 1260 ambao tumechukua miezi 42 mara siku 30, tunapata ni siku 1260. Ina maana kama siku moja inahesabiwa kuwa mwaka, basi utawala huu ambao umefuata baada ya Rumi ya kipagani, unatakiwa tuone kuna ushahidi wa kihistoria ya kwamba je, ulitawala kwa muda wa miaka 1260? Tukiona inakamilika, ndipo tunajua ndiye yule mnyama mwenye ile 666 ambao tunaitafuta. Ni kweli wanahistoria wanasema mwaka wa 538 baada ya Kristo ndipo Rumi ya kipagani ilikabidhi madaraka yake kwa Rumi ya Kikristo. Kwa hiyo ikawa Ukristo, kiongozi wa Kikristo ndiye huyo huyo kiongozi wa serikali. Kwa hiyo waliendelea kushika madaraka tangu mwaka wa 538 baada ya Kristo mpaka mwaka wa 1798 ambapo utawala huu ulipinduliwa. Yaani kiongozi wa dini kushika kofia ya dini na kofia ya kiserikali walikuja kuanguka mwaka wa 1798, ambayo ukipiga mahesabu kutoka 538 mpaka 1798 baada ya Kristo inatimia kabisa miezi 42 ya kiunabii au miaka 1260 exactly kama ilivyokuwa imetabiriwa. Iko hivi: mwaka wa 1798 tarehe 15 mwezi wa pili, jenerali wa Kifaransa aliyekuwa anaitwa Bethia, General Bethia, alienda moja kwa moja Rumi, akamkamata askofu mkuu wa Rumi wakati huo, ambaye alikuwa ni kiongozi wa kiserikali na kiongozi wa kidini, maana alikataa kuachia madaraka ya kiserikali. Ndipo huyu General Bethia akaenda akamkamata, wakamfunga, wakamchukua mateka. Mwaka wa 1798 Februari ikatimia ule muda ambao ulitajwa kiunabii kabisa ya kwamba huyu mnyama ambaye, huyu joka ambaye ni Rumi ya kipagani atatoa madaraka yake kwa Rumi ya Kikristo. Lakini baada ya miezi 42 naye Rumi ya Kikristo atatoka madarakani. Kwa hiyo utawala wa askofu wa Rumi ambao ulikuwa ni wa kidini na kiserikali ukasitishwa na majeshi ya Ufaransa, sawa sawa na neno la Mungu kupitia kinywa cha nabii Yohana jinsi ilivyosema. Angalia Ufunuo 13 fungu la 3, anasema nikaona moja ya vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstajabia mnyama yule. Kwa hiyo kumbe mwaka 1798 wakati utawala huu umechukuliwa, umepinduliwa sasa, ambao ni utawala wa Rumi ya kiaskofu, Rumi ya Kikristo. Askofu wa Rumi alipochukuliwa mateka, kumbe nabii alionyeshwa kwamba huyo mtawala huyo, nikaona kimoja cha vichwa vyake, vile vichwa vya kiutawala, kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, ni kana kwamba alipigwa. Ndio maana ule utawala ulichukuliwa mateka, lakini anakuambia si kwamba ulikufa moja kwa moja, ulikuja kupona baadaye, na dunia ikamstajabia yule mnyama. Yaani utawala wa Rumi ya kidini ya kiaskofu, Rumi ya Kikristo. Anatabiri kwamba mwaka 1798 unaonekana ukiondolewa, lakini anakuambia utakuja kurudi tena na nguvu yake itaonekana. Akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru.
akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Usisahau maneno haya, na kweli ilitimia. Hebu tuangalie, ni kweli kuna uwezekano kabisa kwamba utawala wa kiaskofu wa Rumi, tena wa Kikristo, unaweza ukatamka maneno ya makufuru dhidi ya Mungu? Mbona watu wanaongea tu vizuri juu ya Mungu na kuambia watu wamwabudu Mungu? Hebu tuangalie vizuri neno kufuru maana yake ni nini. Kwenye kitabu cha Luka sura ya 5 fungu la 21 anasema, basi wale waandishi na Mafarisayo wakaanza kuhojiana wakisema, ni nani huyu asemaye maneno ya kufuru? Nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Kumbe kwa Wayahudi au Waebrania, unapoonesha uwezo wa kumsamehe mtu dhambi ni neno la kufuru. Kwa hiyo tunapoona kwamba yule mnyama alitamka maneno ya makufuru, lazima tuone, je, kuna wakati utawala wa kiaskofu wa Rumi ulidai madai ya kwamba unaweza kusamehe mtu dhambi? Michael Muller anasema, nami ninamnukuu, there is a man on earth who can forgive sins, and that is the Catholic priest. Michael Muller anasema kuna mtu awezaye kusamehe dhambi duniani, naye ni kasisi au kuhani wa Katoliki. Ni kweli baadhi ya watu walikuwa wanaenda kabisa kwa mapadri, kwa makuhani hao, kwa mapristi hao kuungama dhambi. Kule tumeona kwenye kitabu cha Luka kwamba mtu anayedai kwamba anaweza kusamehe dhambi anakufuru. Na ni kweli utawala huu uliwapatia mamlaka viongozi wa kidini kusamehe dhambi. Kwenye gazeti ambalo linaitwa The Pilot la Mei 29 mwaka wa 1915 kuna maneno haya: kasisi anasimama akiwa mpatanishi kati ya Mungu na mtu. Angalia maneno mazito kabisa, wakati Biblia inasema mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni Yesu Kristo. Kwa hiyo tayari hapa unaona utawala wa kidini unakuja kusimama sehemu ya Yesu Kristo. Kufuru maana yake ni nini? Tumeona kule ametaja kabisa kwamba sehemu ya kwanza ya kufuru ni kudai kusamehe dhambi. Lakini kwenye kitabu cha Yohana sura ya 10 kuna maana ya pili ya kufuru. Yohana 10:33, Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi mawe, bali kwa kufuru, na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe Mungu. Kwa hiyo kufuru nyingine ni pale mwanadamu anapojidai kwamba yeye ni Mungu. Hiyo ni kufuru. Kufuru ya kwanza tumeiona ni kudai kusamehe dhambi. Kufuru ya pili ni kujidai kwamba yeye ni Mungu. Ninanukuu leo sana kwa sababu ni mambo mazito ambayo yanahitaji unukuu zaidi. Usije ukafikiri ni maneno ya kwangu mimi. Mimi kazi yangu ni kunukuu tu. Kuna gazeti linaitwa The Catholic National, Julai mwaka 1895. Lina maneno haya, ninanukuu: the Pope is not only the representative of Jesus Christ, but he is Jesus Christ himself, hidden under the veil of flesh. Kwa Kiswahili, Papa sio tu mwakilishi wa Yesu Kristo, bali ni Yesu Kristo mwenyewe aliyefichwa katika vazi la mwili. Umeona maneno haya? Na nimenukuu tu gazeti la The Catholic National, Julai 1895. Kwa hiyo nakwambia, ukimwona Papa yule ni Yesu kabisa, ambaye amefichwa katika vazi au pazia la mwili. Na tunajua Yesu ni Mungu. Yohana 1:1, hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo mwanadamu anajidai ni Mungu. Na kule tumeona katika kufuru mojawapo ambayo Wayahudi wanaitaja ni kitendo cha mwanadamu kujifanya kuwa ni Mungu. Lakini sio hivyo tu, hatuishii hapo. Hatuwezi kutegemea ushahidi mmoja tukaanza kukimbia nao. Hapana. Kuna kitabu kinaitwa Studies in Church History. Mwandishi ni C. Lee. Ukurasa wa
89 nina nukuu. In 1335 Bishop Alvarez Pelayo lays down the doctrine that as Christ partook the nature of God and man, so the Pope is not simply a man but rather a God on earth. Kile ambacho kilitabiriwa, tunaona ushahidi unaendelea kuonekana kwamba huyu mnyama kweli alikuwa ni utawala wa kiaskofu wa Rumi. Maneno haya yanathibitisha. Naongea kwa Kiswahili sasa. Mnamo mwaka wa 1335 Askofu Alvarez Pelayo aliweka fundisho kwamba kama Kristo alivyochukua asili ya Mungu, kwa hiyo Papa sio tu mwanadamu lakini ni Mungu duniani. Unaona jinsi unabii unavyotimia kabisa kwamba hapa hii tafsiri haijakosewa, kwa sababu kuna ushahidi wa kutosha. Kuna vitu vingi vinaonyesha huu utawala. Kwanza tumeona baada ya Rumi kuondoka, ambaye ndiye joka tuliyemwona, anamwachia utawala mnyama, na tumeona iliyofuata ilikuwa ni Rumi ya Kikristo, na tumeona maushahidi kadhaa, sifa ambazo zimetajwa kwenye unabii zinakuja kutimia. Ufunuo sura 13 fungu la 4 na la 8 anasema, nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Kumbuka ni ule utawala sasa, mpaka watu wanamsujudu kabisa. Ufunuo 13 fungu la 4 na la 8, na watu wote wakao juu ya nchi wakamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Watu wote wakamsujudu huyu mnyama. Unaweza ukasema, mchungaji, unao ushahidi mwingine katika Biblia ambao unaonyesha ya kwamba utawala wa Rumi ya Kikristo ndiye mpinga Kristo, au ni Ufunuo peke yake? Ninao ushahidi mwingine, na hata ile tafsiri niliyokuambia ambayo wanasema kwamba mpinga Kristo atakuja kutokea wakati kanisa limenyakuliwa. Utawala huu ndio uliotengeneza hilo fundisho ili kuficha siri, watu wasiujue kwamba ndio wenyewe mpinga Kristo. Nami nakupa ushahidi mwingine. Wa Thesalonike wa pili sura ya 2 fungu la 3 anasema maneno haya, mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yote, maana haiji, yani siku ya Bwana. Kuna watu walikuja kwa Wathesalonike wakati wakawaambia, Bwana, siku ya Bwana imekuja na nini, wakawadanganya wengi. Paulo anakuja kuandikia, anasema hapana, mtu asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji hiyo siku ya Bwana, yani ujio wa Yesu, usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Ndio maana wale ambao wanaamini kwamba mpinga Kristo atakuja baadaye, wanamwambia atakaa Yerusalemu, kwenye hekalu kule Yerusalemu. Lakini huku Paulo anatuambia kwamba huyu mpinga Kristo atakapokuja ataketi kwenye hekalu la Mungu, akajidai yeye mwenyewe kwamba ni Mungu. Na kule kwenye Ufunuo tumeambiwa wenye hekima ndio watakaotambua. Hebu niambie, kama kweli mpinga Kristo atakuja wakati kanisa limenyakuliwa, inahitajika hekima gani kumtambua kwamba ndiye mpinga Kristo hapa? Inataka hekima gani? Kwa sababu kanisa limenyakuliwa tayari, watu wa Mungu watakuwa wameshaenda, na tumeshaona kama wanavyodai kwamba wananyakuliwa, na mpinga Kristo anakuja kutokea. Obvious tunajua kwamba ndiye mpinga Kristo huyu, lakini hii inakuja kwa siri kubwa sana. Anasema akajionyesha nafsi yake na kwamba yeye ndiye Mungu. Fungu la 6, liangalie vizuri fungu la 6 hapa mtazamaji, liangalie vizuri. Wa Thesalonike wa pili 6 fungu la 6 anasema, na sasa lizuialo mwalijua, yule apate kufunuliwa wakati wake. Kwa hiyo wakati ule Paulo akiandika hii, kuna kitu ambacho kilikuwa kinazuia kwamba mpinga Kristo asitokee, na anasema mnajua kile ambacho kinazuia. Sasa kinazuia ni kitu gani? Tuangalie fungu la 7. Anasema, maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi,
lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Kumbe ambaye alikuwa anazuia anajulikana. Nani anayezuia? Ni utawala wa Rumi ya kipagani, kwamba maadamu utawala wa Rumi ya kawaida upo, yule mnyama ambaye ni mpinga Kristo hawezi kuibuka. Kwa hiyo Rumi ikiondoka, hii ya kipagani, utawala wa Rumi ya serikali ukiondoka, utawala utakaofuata utakuwa ni utawala wa mpinga Kristo. Ndugu zangu ambao mnanifuatilia vizuri sana, najua mko watu wengi ambao mnafuatilia sasa kutoka madhehebu mbalimbali na dini mbalimbali. Nimesema tunapoongelea fundisho hili usisikilize na dhana ya kidhehebu, maana hapa tunaiacha Biblia iseme kama inavyosema. Hebu tumwangalie mwanzilishi wa dhehebu la Lutheran, anaitwa Martin Luther, msomi wa theolojia. Je, na yeye aliamini kwamba Rumi ya kiaskofu na mtawala wake, je, alikuwa mpinga Kristo? Martin Luther aliamini kitu kama hiki pia. Hapa nyuma yangu nina kitabu ambacho nataka ukione vizuri. Kitabu hiki hapa, kitabu hiki kinaitwa Theolojia ya Martin Luther. Hiki kitabu hakijaandikwa na dhehebu la Wasabato au Wabaptisti, ni cha Kiluteri. Ndipo utajua kwamba wote waanzilishi wa Uprotestant walikuwa na kitu ambacho kinafanana. Kitabu hiki ukihitaji kukinunua, unaweza ukakinunua katika maduka ya wadhamini wakubwa. Ni Soma Biblia, ndio wadhamini wakubwa wa kitabu hiki, Soma Biblia. Kwa hiyo ukienda kwenye maduka yao utakiona vizuri kitabu hiki, wanakiuza kitabu hiki, utakitazama vizuri pale, na unaweza ukakinunua kitabu hiki utakapofika katika maduka ya Soma Biblia na kwenda kukinukuu sasa, ili uone kwamba je, Waluteri nao walielewa nini kuhusu roho ya mpinga Kristo, ili tuone kinachoendelea duniani. Je, kinapelekana na wale waasisi wetu, waanzilishi wetu, au tumetoka nje ya mstari? Lazima tujikague imani zetu. Kitabu hiki kama nilivyokwisha kuambia na kuonyesha hapo kwenye skrini vizuri, utaona wenye haki miliki ya kitabu hiki ni wa Norway, na kimefasiriwa na Soma Biblia hapa Tanzania na kinauzwa. Ukifika pale utakiona vizuri, kimetolewa na Soma Biblia. Nimeiweka vizuri hapo, utaangalia. Kati ya watu waliofasiri, mshauri wa lugha ni mtu mmoja anaitwa Godson Maanga, na layout Cuthbert Msemo picha na vitu kama hivyo, utaangalia vizuri utaona. Na nukuu kitabu hiki na nukuu kurasa wa 71 wa kitabu hiki. Anasema, ni kweli Papa anakiri kwamba ana haki yote katika sanduku la moyo wake, lakini kufuatana na imani ya Luther, fikra hii ni ushahidi tu kwamba Papa ana msimamo wa kumpinga Kristo. Kwa jinsi hii anajiweka katika hekalu la Mungu na kujifanya kuwa sawa na Mungu. Huyu ni Martin Luther, mwanzilishi wa dhehebu la Lutheran. Naye alikuwa anaamini hivi hivi ya kwamba utawala uliofuata ulikuwa ni utawala wa mpinga Kristo. Kitabu hiki ukurasa wa 223 kuna maneno haya na nukuu: je, Papa ndiye mpinga Kristo? Na nukuu kitabu hiki, anasema Luther alifikia mapema uamuzi huu kwamba Papa ndiye mpinga Kristo. Hapo juu tumeona aliyoandika kuhusu jambo hilo katika kitabu chake dhidi ya Katharino, na nukuu: Luther anamlinganisha Papa na yule aliyetajwa na Paulo katika Wathesalonike wa pili 3. Papa anaingia na kuketi katika hekalu la Mungu na kujidai kuwa Mungu, na kwa sababu anatoa amri na maagizo mengi ambayo lazima watu wayatekeleze, anafanya hivyo bila kuwa na mamlaka ya neno la Mungu katika yale anayoyanena. Naenda paragrafu nyingine tena, kitabu hicho hicho ambacho ni cha Waluteri, anasema pia kabla ya Luther kuandika hivyo, wahakiki wengine walisema kwamba Papa ndiye mpinga Kristo.
Kwa mfano, waliomfuata John Huss walisema hivyo, lakini walitoa sababu nyingine kuliko Luther. Hao waliongea kuhusu yale maisha yenye kashfa walioishi mapapa, huku Luther aliongea kwanza kabisa kuhusu makosa ya kimafundisho, kule kulazimisha dhamiri kunakozidhuru. Aliona upapa kama kitu ambacho ni hatari kubwa, maana papa yuko katikati ya Ukristo, ameketi katika hekalu la Mungu, wala si katika zizi la ng'ombe. Kwa sababu hiyo, papa anaweza kusababisha madhara makubwa. Na nukuu kitabu cha Theolojia ya Martin Luther. Hii kitabu ndivyo kinavyosema. Kwa chenyewe kinakiri kabisa ya kwamba askofu wa Rumi ndiye mpinga Kristo. Hii ni imani ya Waluteri hii. Siku hizi mbona wametoka nje ya huu mstari? Nini kimetokea kwa ndugu zetu hawa? Sasa swali linakuja, kama huyu mnyama ameonekana hivyo, je, jina lake linazaa 666 kweli? Tuendelee kuangalia. Kuna mtu mmoja anaitwa Georg Helwing. Mnamo mwaka wa 1572, alizaliwa mwaka 1572 mpaka mwaka 1643 ndipo alifariki. Yeye aligundua kitu cha kushangaza sana. Baada ya hao wengine wote ambao walifasiri, alishangaa kuona jambo lifuatalo. Katika gazeti ambalo linaitwa Our Sunday Visitor la mwaka la Aprili 1, 1915 linathibitisha maneno ya huyu bwana ambaye ni Georg, ambaye anasema alipiga mahesabu akagundua kwamba katika majina ya askofu wa Rumi kuna jina moja ambalo linazaa 666 kabisa. Gazeti hili linathibitisha maneno haya la Our Sunday Visitor Aprili 1, 1915. Kuna maneno yafuatayo: The letters inscribed on the Pope's mitre are these: Vicarius Filii Dei, which is the Latin for the vicar of the Son of God. Anasema maneno yaliyoandikwa katika moja ya kofia anazovaa papa ni maneno haya: Vicarius Filii Dei, maana yake mwakilishi wa mwana wa Mungu. Je, maneno haya yanazaa namba hizi? Tuangalie sasa kidogo kidogo. Vicarius Filii Dei, V ni 5, I ni 1, C ni 100, A na R kwa mahesabu hayo hazina namba, ni valueless. Moja, ile I ni 1, U ni 5, S ni valueless, F valueless, I ni 1, L ni 50, alafu ile I ni 1, I tena ni 1. Ukija D ni 500, E ni valueless, I ni 1 kwa namba za Kirumi. Unapokuja kujumlisha hizi namba zote, kwa mfano tu neno Vicarius, ukijumlisha hizo hesabu unapata 112. Filii Dei ni 53. Filii 53. Ukija Dei ni 501. Ukijumlisha zote zinazaa 666. Sawa sawa na kile ambacho kimeandikwa katika kitabu cha Ufunuo kwamba utamtambua maana jina lake linazaa hiyo namba. Sasa swali linakuja, kama Rumi ya Kikristo ndiye yule mnyama na jina lake limezaa 666, kuna uhusiano wote na korona ambayo watu wanahitaji leo na chanjo yake? Angalia vizuri sana. Kuna mambo ambayo yametokea wakati huu wa korona ambayo hayana majibu yake kwa haraka, na mimi nakuachia uhukumu wewe mwenyewe kwa kuangalia ushahidi ufuatao. Namba 1, uliwahi kujua kwamba jina korona ni jina la mtakatifu ambaye anatambuliwa na kanisa Katoliki? Uliwahi kujua hilo, ya kwamba sio jina geni? Kwa hiyo hata kama neno korona halizai 666, ukilijumlisha linazaa 66,
Lakini je, uliwahi kujua kwamba ni jina la moja ya watakatifu wa kanisa Katoliki ambaye anaitwa Mtakatifu Korona, na ambaye pia anaaminika kwamba ni patron wa majanga, anayeweza kuwatetea watu dhidi ya majanga? Sasa twende katika kunukuu kama nilivyokuambia, ili uhitimishe mwenyewe, usitafute hitimisho langu mimi. Sikiliza. Mwandishi mmoja wa Deutsche Welle anaitwa Dagmar. Najua Deutsche Welle ni televisheni maarufu sana. Tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka wa 2020 anaandika maneno haya: janga la virusi vya korona ambalo tayari limewaua mamia ya maelfu ya watu ulimwenguni ndiyo sababu ya ghafla watu kuanza kujua kuhusu shahidi Mkristo anayeaminika kuteswa hadi kufa na Warumi miaka 1800 iliyopita. Jina lake Korona, ambayo inamaanisha taji kwa Kilatini. Mwisho wa kunukuu. Hii ni Deutsche Welle. Naendelea kidogo. Mwandishi yule yule Dagmar, Deutsche Welle. Ukiingia kwenye mtandao wa Deutsche Welle utakuta hii kitu kimeandikwa pale. Tarehe 13 hiyo hiyo mwezi wa 5 2020, nina nukuu: kanisa kuu la Aachen magharibi mwa Ujerumani limetoa tu onyesho katika ghala lake la hazina chombo kikubwa kinachoaminika kuwa na mifupa ya Mtakatifu Korona. Angalia, tarehe 13 mwezi wa 5 2020 ndipo kanisa la Aachen kule Ujerumani linatoa chombo ambacho kinaaminika kina mifupa ya Mtakatifu Korona. Katika picha yako hapo, kama unaona katika screen yako, hilo ndilo kanisa la Aachen na linaaminika kuwa kanisa la Mtakatifu Korona. Ukiangalia hapo chini kuna jina lake kabisa. Kwa hiyo wewe unaposhtuka ugonjwa wa korona, tayari inafahamika muda mrefu uliopita. Na ukiangalia kwa umakini, hiyo ndio, sijui niite mkebe au niite kitu gani ambacho inaaminika mifupa ya huyo korona iko ndani yake hapo. Tazama vizuri sana. Na hiyo ndio picha kwa wale ambao mnaangalia katika picha hiyo ya Mtakatifu Korona kama alivyokuwa anaonekana. Sasa sikiliza. Kama tumeona kuna uhusiano mkubwa wa yule mnyama na jina la ugonjwa, kuna nini kimefichika hapo? Sikiliza vizuri. Ikiwa hivi tunavyoongea tayari watu wameweza kudhibitiwa kabisa, kufungiwa ndani, kudhibitiwa masuala ya mauzo na vitu mbalimbali, chanjo haina maana kwamba ndio 666. La hasha. Tumeshaona 666 ni kitu gani. Lakini inaweza hizi kanuni zinazotumika kusaidia sana huko baadaye, huyu mnyama anapokuja kuibuka tena, utawala huu kuibuka tena huko baadaye, kuwa na mbinu za namna ya kuwatawala watu kiurahisi. Maana wameshajua ya kwamba jamii inarespondi vipi majanga yakitokea. Wakiambiwa wafanye kitu gani, watakifanya kwa urahisi kabisa kwa sababu ya woga. Kwa hiyo hii inawaelekeza watu kukubali kudhibitiwa au kutawaliwa dhamira zao kwa sababu ya hofu ya kifo, hofu ya magonjwa. Itakuwa ni rahisi sana kwa hii roho huko baadaye kuonyesha utawala wake na kuwadhibiti watu kiurahisi kabisa. Na chanjo inaweza ikasaidia sana jinsi inavyodhibiti watu, kuonyesha picha ya baadaye kwamba itakuwaje. Sina maana ya kwamba chanjo ndio kupokea alama ya 666. La hasha. Ila inaweza kusaidia kuisoma jamii na kujua kwamba tukihitaji kutawala dhamira zao tutumie kitisho gani. Tunapokuja kwenye hoja ya chanjo, acha wataalamu waseme vya kwao, lakini leo ninakwambia sio 666 la, lakini inaweza kusaidia sana kujua jinsi ambavyo utawala huu
unavyoweza kutumia majanga ili kuingilia uhuru wa dhamiri katika ibada, ili ile alama 666 iwe yenyewe itaingilia uhuru wa ibada, itaingilia uhuru wa dhamiri, italazimishwa dunia yote. Tunachokiona kinaweza kuwapatia picha tu ya huko tunakoelekea. Baada ya maneno haya, tumia tafakari yako wewe mwenyewe kutengeneza hitimisho. Najua kuna mtu alitamani sana kusikia jibu. Je, unatuambia tuchanje au tusichanje? Nikwambia usichanje, nitakuwa nimeingilia uhuru wa dhamiri yako. Nikwambia uchanje pia, huenda nitakuwa nimeingilia uhuru wa dhamiri yako. Sasa tufanye nini? Angalia vyanzo sahihi, soma taarifa kuhusu chanjo, angalia madhara yaliyotokea, angalia na faida ikiwa zipo, ndipo utengeneze hitimisho lako wewe mwenyewe. Mimi nina hitimisho langu mwenyewe, lakini nimesema ile roho ya mpinga Kristo inafanya kazi hadi sasa, inabadilisha style, na sasa awamu hii style imebadilika kabisa. Inahitaji itutoe katika kuelewa namba ile vizuri ni ipi, ili tuingize kwenye namba feki, ili halisi ikija tusiitambue. Mungu akupe hekima ya kiroho uweze kuelewa. Kwa hivyo mtumishi Daniel Mwankemwa, natumai umeelewa kitu, na natumai kama kuna mahali hauko umeshika vizuri katika maandiko, tumeelewa. Maana hauwezi sema kwamba unajua kila kitu. Unajua mimi nampenda mwalimu nakupenda sana. Mwalimu Daniel Mwankemwa nakupenda. Si ati sisi ni maadui, sisi ni marafiki, maana tuna comment, tunasikizana, unasikia video zangu pia mimi nasikia zako. Ingado mimi ndo nasikia zako sana. Kwa hivyo mimi sitoa hii video kwa sababu nina wadui na wewe, lakini bali natoa hii video kwa sababu kuu ya kuelimishana. Maana chuma hunoa chuma. Sina nia mbaya yoyote. Mungu akubariki unapopiga hatua na kufanya utafiti wako pia zaidi na zaidi. Baadaye nitakuja tena nitoe video tu ya mtumishi David Mbaga ambaye itaongelea kuhusiana na hii alama. Sasa hii alama ni nini na itaingiaje? Na nataka nikuulize swali pia, nipeane challenge kwa Daniel Mwankemwa. Challenge hii: je, mbona kanisa la Roman Catholic, kanisa la Roma, mbona linaitwa Roman Catholic badala kuitwa Vatican Catholic? Maana kanisa la Roman Catholic makao yake makuu ni huko Vatican. Sawa sawa? So swali ni kwamba mbona haingeitwa Vatican Catholic Church, badala yake inaitwa Roman Catholic Church, kanisa la Kirumi? Hata ikiwa Tanzania pale inaitwa kanisa la Kirumi, mbona? Fanya utafiti wako. Lakini kwa mujibu wa utafiti wangu, sababu ni hii. Ni kwa sababu utawala wa Kirumi ambaye haukuwa wa kidini, haukuwa wa kikanisa, baadaye ulimpa mamlaka utawala wa Rumi ambao ulikuwa wa kanisa. Sawa sawa? Viongozi wa kanisa ndio baadaye wakabaki na hilo jina ya Roman, hiyo ya kidini ama ya kisiasa. Sasa hata katika wakaunganisha na kanisa sasa. So hiyo ni utafiti wangu. Pia wewe toa jibu lako, mbona ilikaitwa Roman hata ukienda kila nchi. Bye bye.